Kamanda mkuu wa jeshi la polisi Afande Mlilo kushirikiana na wananchi wamemkamata mtuhumiwa aliyofanya kesi ya mauaji ambaye amejulikana kwa jina la Rehema, ambaye alifanya mauaji jijini Dar es Salaam na kukimbilia Morogoro. Hivi karibuni nilitoa taarifa kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la Athmani Nyanza. Mauaji hayo yalitokea huko maeneo ya Zingiziwa baada ya kukutwa mwili wake ukiwa umefukiwa kwenye shimo ambalo lipo karibu na nyumba yake. Polisi Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi wamefanikiwa kumkamata na kumhoji mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Rehema Maulidi mwenye miaka 42. Huyu ni mkazi wa Kigamboni, na mwenzake mmoja ambaye jina tumelihifadhi kwa sababu uchunguzi unaendelea. Hawa wamekamatwa, wanashikiliwa na wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tuhuma hizo za mtu ambaye nimemtaja. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuchukua hatua zaidi. Tunapenda pia kuwajulisha kwamba mara kadhaa mmekuwa mkitusikia tukikamata watuhumiwa mbalimbali na kuwafikisha kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mahakama za kisheria ambazo ziko jijini Dar es Salaam. Tunafikiri ni muhimu mkajua watu hawa wanaishiwa wapi na nini kinafanyika, hasa pale tunapowahamasisha wananchi wajitokeze kwenda kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yanaanzia polisi na baadaye kupelekwa kwenye mamlaka hizi zingine. Kati ya tarehe 25 Februari na Machi 18, mahakama mbalimbali za jiji ambazo ziko kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo wamewapatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kulingana na aina ya kosa ambalo walishtakiwa. Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Joel Israel maarufu kama Joel, mkazi wa Charambe, ambaye huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini pia yupo Athmani Saidi maarufu kama Nyoni, mkazi wa Buza. Huyu alihukumiwa pia na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Majidi Kasim, mkazi wa Mzizima Kigamboni. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Shambulio la aibu. Naweza kaja mtu akamshika mtu makalio au akafanya vitu vingine vya ovyo vya kumdhalilisha mtu binadamu. Hayo yanaitwa shambulio la aibu, na aina nyingine ya makosa namna hiyo amehukumiwa miaka 20 jela.